Nataka tuangalie mwanzo katika kitabu cha Mwanzo 12. Tunaangalia maisha ya Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa anatembea na Mungu maisha yake yote, lakini alikuwa anakaa na watu wake, alikuwa anakaa katika nchi yake, akawa anakaa mahali pa, ndio alikuwa anamjua Mungu, lakini alikuwa anakaa mahali ambapo ni kwake kwa kuzaliwa, alikozoea. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu mara nyingi akitaka kufanya jambo katika maishani mwako, anataka ubadilike ama ubadilishe style fulani ya maisha ambayo unaishi nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema hivi katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Bwana Yesu apewe sifa. Ibrahim akaambiwa na Mungu, toka mahali ambapo upo, toka katika nchi yako, toka katika jamii yako, toka katikati ya watu wako, enda mahali pengine ambapo mimi Mungu nitakuonyesha. Ili kwamba Mungu ajidhihirishe, ili kwamba Mungu ajionyeshe, ili kwamba Mungu ajipe utukufu. Mungu anataka utoke pale mahali ambapo umepazoea. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kuzaliwa sisi kama Waafrika, tunazo tabia, tunazo desturi, tunazo mila ambazo tumelelewa kwazo, ambazo tumefundishwa, ambazo tumefunzwa na familia zetu, ama tumezikuta kwa jamii zetu, tumezikuta kwa wazazi wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nilipozaliwa pale kwetu nilikuta kuna uganga, kuna uchawi, kuna mambo mengi yako pale, na nikafundishwa hali zile, na nikazaliwa kwa Uislamu. Bwana Yesu apewe sifa. Palipo na uganga na uchawi lazima kutakuwa na Uislamu. Kwa hivyo kukawa na Uislamu, na nikalelewa kwenye hali hizo. Lakini ikafika muda nikakutana na Mungu, nikafundishwa kutoka katika hali zile, nikafundishwa kujiondoa kwenye zile hali ambazo nimefunzwa nikiwa mdogo. Nimelelewa, nimepelekwa paka madrasa, nikafundishwa Qur'an, nikawa nimefika kiwango paka naweza kuadhini. Bwana Yesu apewe sifa. Anayeadhini ni yule anapaza sauti wakati wanaita watu wakaenda kuswali. Nikafika kiwango hicho. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu nilipokutana naye alinibadilisha. Hivyo Ibrahim naye akafika wakati akakutana na Mungu, Mungu akataka kumbariki. Mungu akataka kubadilisha maisha yake Ibrahim, ikawa ni lazima Ibrahim atoke katika familia yake. Ndio Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Ibrahim, toka wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika kutoka ni utoke wewe, si mtoke nyinyi. Inasema vizuri, toka wewe. Maana wewe unavyo vitu ambavyo umevibeba vilivyo vyako, ambavyo umejifunza kibinafsi, kama mimi nilivyokuwa nimejifunza. Bwana Yesu apewe sifa. Na nilipofikia umri fulani wa ujana, kwa sababu nilikuwa nimeingia Mombasa, nikaanza kujifunza tabia zangu za kujidefend mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Nikajifunza, lakini hizo zilikuwa ni zangu, si za Mungu. Ndio Mungu akasema toka wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ibrahim naye kwa sababu alikuwa anakaa mahali alipozoea katika nchi yake. Nchi ya Kenya tuko na tabia zetu, tuko na system zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimetembea kiasi Mungu amenijalia. Ukienda Rwanda ukisema mimi ni Mkenya, huwa wanakuangalia kwa umakini sana. Huyu ni Mkenya, anaweza fanya mambo yakawa sivyo vile. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unaangaliwa kwa umakini sana. Kwa hivyo Kenya tuna tabia zetu. Kwa hivyo Ibrahim naye akawa ana tabia zake kulingana na vile mahali alipozaliwa na alipolelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata sisi wa Kristo wa leo tulio kanisani hapa, kuna tabia ambazo ni zetu. Tuna maisha ambayo ni yetu binafsi, ambayo haya maisha mwenyewe nimeyachagua na nimetaka kuishi maisha haya. Wacha mhubiri ahubiri Jumapili siku gani, but mimi nina msimamo wangu na maisha yangu ambayo nimeyaweka. Bwana Yesu apewe sifa. Ibada ikiisha, mimi nimesema saa 5 ikishafika tu mimi ni kwenda zangu na niendelee. Bwana Yesu apewe sifa. So kuna mabadiliko Mungu anapokutana na wewe lazima ubadilishe. Kuna staili fulani ya maisha unapokutana na Mungu anakuambia lazima uache. Maana anataka kufanya nini? Kukubariki. Na Mungu anapotaka kukubariki lazima, hiyo si mjadala, lazima uache. Kuna vijitabia vya kwako ambavyo ulikuwa mwenyewe umevizoea.
Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya sikukuu kama hii ni siku yako wewe ya beach, ya kuenda mahali pa starehe na kutulia. Muokoka si kama tumeasi, lakini una tabia zako kwamba mimi zikifika siku hizo zimefika hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tangu tubuni hili kundi la Mustard Seed zaidi ya miaka 10 iliyopita. Mimi sijui Pasaka kusherehekea, sijui Christmas kusherehekea. Ninajua Christmas ni siku ya kukaa kanisani. Nashinda hapo, nalala hapo, nakaa hapo siku zote 3, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Mpaka Jumatatu ndo narudi kwangu. Na ni mimi na familia yangu na Mustard Seed wote. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio tabia yetu. Kwa hivyo tukajifundisha tabia hiyo. Kwa hivyo hata wewe nawe unazo tabia ambazo ni zako. Unazo hali ambazo umejifunza. Hata hivi tunapozungumza una program ya kwako. Hiyo ni mzuri. Lakini Mungu anataka uachane na zile tabia za kwako ambazo umezipanga, na zile program ambazo ni za kwako za kawaida. Sasa Mungu akuonyeshe jinsi utakavyoishi. Ibrahimu akaambiwa, toka wewe katika mahali palipo kwenye, kwa baba yako na mama yako, kwa watu wako, uende mahali nitakako kuonyesha. Si mahali utakapochagua wewe. Alikokuwa anatumwa Ibrahim si mahali alikuwa anataka yeye aende. Wala yeye hakuwa na program ya kutaka kusafiri. Wala yeye hakuwa na mpango wa kutaka kutoka mahali kwake. Lakini kwa sababu Mungu alitaka kumbariki, akaambiwa toka. Ni aende mahali Mungu ametaka aende. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wewe hapo ambapo umepachagua sipo pale Mungu ametaka uwe. Zile program zako kulizonazo leo sizo Mungu anataka uzifanye leo. Anataka ufanye zingine. Sasa ni usikize Mungu anataka kuambia nini. Leo sisi tuko hapa mchana mzima mpaka jioni saa 2. Tuko na ibada, tukimaliza tuna mafundisho, tukimaliza tuna crusade hii leo hapa. Kesho vile vile, Jumapili, Jumatatu ndio tunaondoka. Kwa hivyo amekupatia nafasi, toka kule nyumbani njoo tukae na wewe hapa. Ukitaka tukampo na wewe karibu tukampo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu akataka kumbariki Ibrahim. Na kunayo mambo ambayo alitaka kuyabadilisha kwa Ibrahim. Ukiangalia mstari wa 2. Inasema vipi mstari wa 2? Inasema hivi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Unapokubali kuacha hayo ya kwako ama yale mazoea ya kwako, kunazo baraka ambazo Mungu anakuandalia. Hawezi akakutoa kwenye mahali ambapo umepazoea na una hali za kwako na una mipango ya kwako, akakuweke mahali ukae idol, ukae tu kienyeji, ukae tu fwa. Hapana, anakuweka mahali tena. Kwanza anakuonyesha mahali yeye Mungu, si wewe kwako, anakuonyesha yeye mahali ambapo utakuwa na shughuli ya kufanya, mahali ambapo atabadilisha hata jina lako, atabadilisha hata shughuli unazozifanya, atabariki. Sasa baada ya kubadilisha, anabariki, anapanua mipaka yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ulikuwa tu ni jina moja, ulikuwa tu ni mtu wa mpango michache, hali zako zilikuwa tu ni za kufikiria, but utakapokuwa umehamishwa na Mungu na umefikishwa mahali pengine, unabarikiwa na unabadilishwa. Jina lako halitabaki jinsi lilivyokuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kunazo baraka baada ya kutoka, lakini Mungu anakuangalia mwanzo wewe uchukue hatua ya kutoka na kuachilia yale maisha ambayo unaishi nayo. Nikaamua kuachilia, kuacha. Mimi napenda kwa sababu napenda nyanya yangu sana, kwa sababu ndiye nilikaa naye sana. Yeye ndiye alikuwa mganga kwanza. Na akawa akifanya vitu vyake, na kwa sababu mimi ni mjukuu wake wa kwanza, basi niko hapa kwa hapa. Kwa hivyo kile nilichotakifanyacho lazima nikijue. Hata akienda kutafuta ile miti kwa waganga ya uganga, ananiambia twende zetu mjukuu wangu, na tunaenda sote. Mpaka wakati mwingine haenda, anatuma mjukuu wangu, wewe sasa hebu nenda, sijui tunaenda mahali fulani ukafanya hivi na hivi, nenda ukafanya. Ilipofika nimeokoka, nikamwambia nyanya nimeokoka. Akaniambia sasa mjukuu wangu umeleta dini mpya. Sasa hapa naona hatutaelewana. Nikamwambia sawa, lakini nimeokoka na nimetoka kule nyangu. Ikifika Jumapili naambia nyangu nenda kanisani, nataka sadaka. Hata sasa sadaka itatoa wapi? Naambia pale kwa mkoba uganga, si walileta juzi hapa pesa na siko hapo kwa mkoba. Nachukua zile pesa, naenda kutoa kanisani. Unajua pesa nayo haina tatizo. Nikachukua pesa mfuko ya uganga ikapeleka kanisani. Dakika za mwisho ile nyanya ikabidi aokoke. Maana sasa uganga umeshindwa kumeingia Mungu. Na nilikuwa sababu niliamua kutoka. Bwana Yesu apewe sifa. Nikatoka mahali pale.
Ilipofika wakati sasa imeshindikana, nyanya akanambia sasa angalia uganga wangu hawaji tena wale watu wangu, sasa nitagua nani? Pesa zimeisha. Naambia sasa Mungu ataleta pesa. Bwana Yesu apewe sifa. Akaokoka nyanya. Ninavyozungumza bado ni mwokofu paka leo. Ninapozungumza sasa nyumbani hapo pana kanisa, nikianza ilikuwa vita. Lakini kwa sababu niliamua kutoka katika ile desturi yangu niliyozoea ama niliyoikuta, nilipoamua kutoka na kubadilika na kufanyika mtu ambaye si wa ile kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nimezaliwa kwa uganga, ndio nimezaliwa kwa uchawi, ndio nimezaliwa kwa hali zile, lakini Mungu umefika wakati ameniita. Bwana Yesu apewe sifa. Ikabadilisha hali hii. Kwa hivyo mpendwa, kuna mabadiliko Mungu anataka kukufanya. Na walivyofikiria sivyo vile vilivyokuwa. Mwaka wa 2003 ndio wa kwanza kufanya harusi katika ile boma. Hawalikuwa hawajaona na harusi. Lakini Mungu akanifanyisha, nikabadilika jina. Nikabadilisha ile hali. Wakaulizana ile familia ya waganga na wachawi, leo kuna harusi ya Kikristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu niliamua kutoka. Kwa hivyo mpendwa, kunazo baraka. Kuna jina litakuzwa kwako. Jina lako litabadilika. Lakini ni wewe uamue kuondoka mahali ambapo umepazoea. Nimezoea mimi naenda kanisani saa 3, baada ya ibada imeisha, nimeenda zangu nyumbani mpaka Jumapili. Katika maisha yale toka. Wacha tabia ile, leta tabia nyingine. Mungu anataka tabia. Kuna ibada nyingi zinafanyika hapa Jumapili katikati ya wiki. Njoo kwa zile ibada, zitakufanya utakuwa Mkristo tofauti. Zitakufanya utakuwa wewe sio ule wa kawaida. Zitakufanya uwe sio mtu ambaye walivyokudhania. Bwana Yesu apewe sifa. Unapatikana kwa maombi, unapatikana kwa kesha, unapatikana kwa zile program za kanisa. Hautakuwa Mkristo yule wanakufikiria. Hata walivyokutazama hautabaki hivyo. Maana Mungu ana ahadi kwa yule mtu aliyeamua kutoka, kwa yule mtu aliyeamua kufunga safari, kuondoka katika maisha yale. Bwana Yesu apewe sifa. Umeokoka ndio, lakini paka uchukue hatua nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha nikupe tu mfano, sitasoma maandiko. Nikupe tu mfano. Daudi alipofuatwa kuwa awe mfalme, ilibidi aache baba yake Yese na wazazi wake atoke, ndio ufalme ukaweze kuthibitika katika maisha ya Daudi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata wewe kuinuka na kubadilika, kufaulu kwako ni uamue kutoka mahali ambapo ulipokuwa umepazoea. Tumezoea mambo mengi, si ndio? Daudi naye akawa amezoea mambo yake mengi. Maana mwanzo wote alikuwa ni mchungaji, hana maneno. Kwao nyumbani yeye ana kundi lake, na kwa sababu ndiye last born, basi yeye anashikilia tu kuchunga. Lakini alipowekwa mafuta, ilibidi ahame, ilibidi atoke. Bwana Yesu apewe sifa. Akatoka paka kabidi akakae kichakani. Akafukuzane na Sauli kichakani. Lakini ni kwamba nini? Atoke. Naye Mungu alipomuinua, naye Mungu alipotoka, Mungu akamuinua na akalikuza jina lake. Mpaka leo tunalizungumza jina la Daudi, kwa sababu alifanya nini? Alitoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tutazungumza habari zako muda mrefu. Mungu atalipanua jina lako. Jina lako litakuwa ni jina la kuheshimiwa. Tukitaja jina lako mahali, kwa sababu Mungu ndiye ameliinua, linakuwa la ajabu. Unapotembea kwa sababu unazo baraka, maana ameahidi nitakubariki. Mstari wa pili unasema vizuri kabisa maneno hapo. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Jina lako litakuzwa. Mimi nikimjua Pastor Peter, alikuwa anacheza drama 1994. Akicheza drama pale Elim Makupa, akiwa ni kiongozi wa vijana. Akacheza drama nyingine, akawa tu ni mtu wa kawaida. Lakini sasa Bwana amemkuza, maana ametoka, amemkuza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata wewe mpendwa, katika Barnabas hapa, Mungu anaweza kukuinua, anataka kuinua, lakini ni wewe uamue kutoka. Washirika wanaweza kuwa wengi, lakini wewe tu Mungu akakukuza na akakuinua sana, lakini ni wewe mwenyewe uamue kufanya nini? Kutoka.
kutoka katika zile shughuli. Ndio shughuli ni nyingi. Mombasa hapa shughuli ni nyingi. Hatupatikani. Ndio, lakini unafika kiwango unaamua kutoka. Wacha haya yakae, lakini nimuone Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha haya niyasimamishe ili kusudi Mungu aonekane. Bwana Yesu apewe sifa. Shughuli ni nyingi, hata mimi na shughuli nyingi sana. Sipatikani, nataka lakini sipatikani. Lakini inafika wakati kama huu nimesimamisha yote. Wacha yasimame. Hata kwa nyumbani wacha kukae. Ni kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, nilikuwa nataka kuatia moyo katika Pasaka hii. Hebu tusisherehekee vile kikawaida, vile makanisa mengine, vile Wakristo wengine wanavyosherehekea, vile wanavyofanya wale wengine. Lakini tusherehekee katika njia ya kumuinua Mungu. Tusherehekee pale Mungu anaposema enda nitakapokuambia. Nawe Pasaka hii itakusababisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umefunga biashara yako kwa sababu ya kuja kwa ibada, hiyo biashara yako haitasimama. Umeacha kwa sababu ya ibada, hiyo haitabaki jinsi ilivyo. Na wewe utainuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi alipoacha familia ya kwake, hakuna siku tuliambiwa kwamba watu wake walilala njaa, hakuna. Kile kilichofanyika ni kwamba hata kukatwa kodi familia ya Yese iliondolewa. Walikuwa hawalipi kodi baada ya Daudi kumuua Goliath, na ni kwa sababu alitoka. Maana mfalme alikuwa amesema yule atakayeua yule hata katwa kodi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kunazo baraka na kunayo wacha niite tuko rahisi. Kunayo afueni utakayokuwa umetoka mahali ulipozoea na kuingia mahali pengine. Kunayo baraka tele. Mimi nimeona maisha yangu, nimeona Mungu jinsi alivyo wa ajabu. Baada ya kuwa nimetoka, baada ya kuwa nimepiga hatua kuona kwamba sitakaa pale nilipo. Sitakubali kufinyiliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine tunatamka maneno hatuwezi, ni kwa sababu hutaki kutoka. Mkristo hakuna kitu hawezi. Na ukiishi maisha kwamba siwezi hili, basi ni kwa sababu hujatoka. Lakini utakapotoka linawezekana. Maana Mungu tuliye naye ni Mungu wa uwezo. Kama anaweza kuinua mchungaji, kama anaweza kuinua mtu aliyekuwa hajulikani, kama anaweza kuinua Yosefu aliyekuwa ni Muislamu kabisa na akamuinua, aliyekuwa hata hajui hata kuna mtu anaitwa Mungu, yeye tu anajua mambo Allahu Akbar, Allahu Akbar basi, lakini Mungu yu mwema kwa sababu alininua kutoka mahali pale. Kwa hivyo anaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika Pasaka hii mpendwa, ninakutia moyo kwamba Mungu anaweza. Toka, uachilia yale ambayo umeyashikilia kama ngao, uachilia yale ambayo umeyashikilia kama tegemeo. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi siwezi, kwa sababu hata nitaenda vipi ushirika? Siwezi kwenda ushirika, maana sasa nikienda nikifunga biashara yangu yenyewe ndio hii. Halafu nikifunga na haya ndio masaa ya wateja. Bwana Yesu apewe sifa. Haya ndio masaa ya wateja. Na sasa ibada kule nako inaanza. Maana jioni ndio masaa ya wateja, na ndio jioni ibada hapa ipo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nitaenda huko ama nitafanya biashara. Na nikienda sitalala njaa. Maana nitafanya ibada, nitakaye nitoe sadaka, nitarudi hapa sijapata kitu. Sababu za kwako. Ndio maana unatamka siwezi. Lakini toka katika mahali pale umwangalie Mungu. Naye Mungu atalikuza jina lako. Naye Mungu atakubariki. Naye Mungu atakufanyia mambo ambayo si ya kawaida. Hawakudhani. Ndugu zake Daudi hawakudhani. Babake Daudi hakudhani. Maana ilibidi aulizwe mara mbili na Samueli, una mtoto mwingine amebakia? Maana katika program hayuko. Bwana Yesu apewe sifa. Katika program ya Barnabas pengine hata hauko. Wewe hauko. Hakuna mtu ambaye ana mpango na wewe. Hata ukiuliza wachungaji pengine hata hakujua hata jina lako. Anakuona tu ile ni mshirika wa Barnabas, lakini jina lako hakujui. Maana hauko. Lakini hebu toka uone kama utafika wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Toka hapo ambapo umejifichia. Toka hapo ambapo umejifungia. Maana ni wewe uliyejifungia. Mungu anatamani kukutumia, lakini wewe ndio umejifungia mwenyewe. Toka mahali ulipopazoea. Maana mahali ulipopazoea ndipo panakupatia shida. Mungu hawezi kukubariki mahali ulipopazoea. Lazima uende mahali papa aliposema yeye. Ukienda mahali ambapo ni kwako wewe hakuna baraka. Ukienda mahali ambapo umepapanga wewe hakuna ubaraka. Lakini nenda mahali Mungu aliposema yeye. Maana amesema nitakuonyesha. Toka kwenu.
nami nitakuonyesha. Umeona baraka za Mungu? Bado. Ni kwa sababu hujatoka. Wenzako wanabarikiwa, unashangaa kwa nimekuaje? Ni kwa sababu hujatoka. Toka katika mazoea, toka katika msemo, toka katika wale marafiki uliowazoea. Na kwa sababu marafiki wana msaada, umekuwa na kutaka na kukaa na hili kundi la hao marafiki, maana hawa nikiwa na shida nitakimbilia hawa. Hao marafiki uliowazoea ndio wanakufanya utabaki hivyo hivyo. Lakini toka, wachana na wale marafiki, wachana na kile kikundi ambacho hakikusaidie kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo songa, songea mahali pengine ambapo Mungu anataka uwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nasikiaga mara nyingine mchungaji atatangaza hapa kunatakana praise and worship, kunatakana wa kuimba hapa, kunatakana, na mko hapo, lakini wewe umesema mimi siwezi, kwa sababu hutaki kutoka. Hawa praise and worship nao wanakesha kabisa kuimba usiku mzima. Mimi nitaweza? Siwezi. Ni wewe, si kwamba eti wewe huwezi, ni wewe ndio unajisemea huwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi alipofuatwa akaulizwa, yeye hakusema mambo mengi. Aliposemekana ako kule mliteni, alipofika pale Samuel akasema ni huyu, na Daudi hakupingana, akasema sawa, mimi niko tayari kuweka mafuta, na akainuka na akaanza kufanya kazi. Wewe unaweza kuimba, wewe unaweza kuhubiri, wewe unaweza kuombea mtu akaokoka, wewe unaweza kuombea mtu akapona. Ni wewe umejifungia kwamba siwezi. Ndio asubuhi leo nimekuja nikwambie, toka mahali ulipozoea, toka mahali ambapo umepakaa hapo sana. Bwana Yesu apewe sifa. Niulize, hata nguo unazozivaa unavaa hizo nguo kila siku, sasa alafu unaziwacha unaachana nazo unaenda vaa zingine, ama sivyo? Si umetoka hapo kwa zile, kuna ile fashion inakuja na inaisha. Sasa ile fashion kutoka uzaliwe, fashion ni ile ile. Kwa nini usibadilishe maisha? Badilisha maisha mengine ya wokovu mpya. Umekaa kanisani miaka yote hakuna mabadiliko, badilisha stili nyingine ya jinsi unavyoabudu. Badilisha stili nyingine ya jinsi unavyokuja kanisani. Kama ulikuwa ukija saa 2:00, ongeza kitu kingine. Kama ulikuwa ukimaliza ibada tayari unatoka, kaa ibada ikiisha. Bwana Yesu apewe sifa. Badilisha stili nyingine. Hii ni Pasaka. Ninaamini kuna wengi mwenda kupika chapati leo na mapilao, na siku zile zingine ulikuwa kile ugali tu. Si unataka kubadilisha kwa sababu gani? Holiday. Si ndio? Kwa hivyo hata katika maisha ya wokovu, badilisha kile ambacho umekaa nacho muda mrefu na hakikufaidishi. Bwana Yesu asifiwe. Toka. Hiyo ndio ujumbe ambao nilikuwa nataka kukuletea leo, kwamba toka, enda mahali Mungu anasema uende. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni pale Mungu amesema usijiendee tu hivi hivi. Ukienda hivi hivi utapotea. Lakini nenda mahali Mungu ambapo amesema uende, na utabarikiwa. Na nataka nikwambie, ukienda mahali ambapo ni sawa, utaona mambo yanavyokuendea vizuri. Lakini ukienda mahali ambapo si sawa, ndio mambo yanazidi kuharibika, kwa sababu hukuenda pale Mungu ametaka. Ibrahim aliposafiri hakukuwa rahisi na usafiri wake. Akafika mahali maisha akawa ndivyo sivyo, akashikwa na njaa. Njaa ikamzingira, mambo yakawa magumu, mpaka ikabidi akarudi Misri. Lakini sasa Mungu akawa na yeye, akamwambia hapana, umekuja hapa lakini rudi tena kule. Bwana Yesu apewe sifa. Na ikafika mahali akakutana na Mungu. Mungu akakutana naye uso kwa uso. Biblia inasema alipokutana naye alikuwa amekaa muda mrefu hajapata mtoto. Lakini ikafika mahali sasa amekutana na Mungu uso kwa uso. Pale kwao hangalikutana na Mungu, Mungu hangemtembelea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alipotoka akafika mahali akakutana na Mungu, mpaka anaambiwa mwaka huu utapata. Unapofika mwakani kama sasa utakuwa na mtoto. Mke wake Sara akacheka, maana ni mzee, lakini amekutana na Mungu. Na kwa sababu amesafiri, ile mila ya kwao ameachana nayo, zile tabia za kwao ameachana nazo, wale marafiki ameachana nao, wale ndugu waliomgandamiza ameachana nao. Akafika mahali Mungu akakutana naye. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anataka kukutana na haja ya moyo wako. Mungu anataka kukutana na lile unalolitaka, lile unalotamani, anataka kukutana nalo. Lakini ni wewe utoke, usonge, uhame kutoka hayo maisha mpaka maisha mengine.
ujiondoe kutoka mafikira haya hadi mafikira mengine. Haya mawazo ya kusema siwezi, wachana nayo, ni mawazo ya muovu Ibilisi. Sina neno zuri kuhusu mambo ya mtu anasema hawezi. Mtu ambaye hawezi, ile wazo lisilokuwa ambalo anasema hawezi ni wazo la shetani. Ukiwa na mawazo linakwambia siwezi, hilo wazo ni la shetani. Usilitafutie mtu mwingine umpatie, ni la shetani. Wewe mtu wa Mungu uliokoka, hakuna kitu ambacho kiwezekana kwako. Kama vile kwa Mungu hakuna lisilowezekana, kwako wewe pia hakuna lisilowezekana. Unaweza kufanya biashara kama wale wengine, unaweza kuinuka kama wale wengine, lakini mawazo yako, mipango yako vile unavyoipeleka ndio inakusababisha useme siwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sitaki kuendelea muda mrefu na kutia moyo kwamba unaweza wewe, lakini toka mahali ambapo umepazoea. Toka uende pale Mungu anatamani. Na wiki hii ama siku hizi, juma hili, huu muda wa kupumzika, tupo hapa. Njoo tukae na wewe, tutafundishana zaidi, tutazungumza zaidi, tutaombeana zaidi. Maana ushirika ni bora. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mustard Seed tuko hapa leo mpaka Jumatatu. Kwa hivyo karibuni sana tukaweze kuwa pamoja, na tutafurahi sana. Tunatamani kuwa na ushirika na nyinyi hasa. Maana sisi tukaenda mahali kwa ushirika, tunatamani kuketi ama tukae na kanisa, tukae na washirika, tukae na wenyewe. Kuna maneno ambayo tunataka tuombe pamoja. Kuna maneno ambayo tunataka tuzungumze face to face. Tuwe na ushirika. Kuna mahali ambapo tunataka utoke, huwezi kutoka tu kwa kuzungumziwa. Mengine paka uombewe. Tupo hapa kufanya hiyo shughuli, tuko tayari kuomba na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaenda kanisa lingine. Tulipofika mahali pale tukakuta bibi ya mchungaji mdogo amepaki mizigo yake, anaondoka siku hiyo, anataka kuachana na mume wake. Tulipokuwa na mshirika kama hivi, tulipozungumza tukasema tunataka tuzungumze. Mama baada ya hapo akaita mmoja wetu, akasema hivi, nilikuwa nafanya ibada ya mwisho, nafunganya virago vyangu, naenda kwangu. Kwa sababu gani? Nimechokana na huyu mwanamume. Huyu alikuwa hataki maombi, alikuwa anataka tu mazungumzo. Tukazungumza tunaye, tukiushauri, na baadaye mambo yakaisha na akarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mustard Seed tuko hapa tuzungumze. Usiwe una mambo yako ya kutaka unasema sasa ibada ikiisha mimi ni hapana. Tuwe na wakati wa ushirika na sisi. Sisi tuko hapa, tuko tayari kuzungumza nawe. Ndio utatuona tu watu wa kawaida, maana tunakaa na wewe. Utatuona tu watu watu ni hawa watu wakina magari hawa, wakina nani, wakina Aholi, wakina Miss Magari wako hapa, wakina Magi, hao ni watoto wa kundi la Mustard Seed. So wako hapa kwa sababu yako. So utakapoondoka ukiwaacha hapo, utakuwa wewe ndio umewaacha, umewakimbia. Kwa hivyo karibu tukae na wewe mpaka itakapofika jioni. Bwana Yesu apewe sifa. Nimemalizia ujumbe wangu. Kwa hivyo ninawasihi tuweze kukaa pamoja na tutaweza kubarikiwa mno. Bwana Yesu apewe sifa. Nimemaliza. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Naambiwa niombe baadaye alafu tukaweze kutoa sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuomba tuko pamoja hilo ombi, alafu baadaye tutatoa sadaka, na kama kutakuwa na mengine tutaelezwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu niombe kwa sababu ya hili somo. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu napenda kukushukuru kwa sababu ewe ni Bwana. Asante kwa sababu umenipa kunena na watu hawa. Jehova, umeona maisha yetu, umeona jinsi tulivyo, na pale ambapo umetamani tukatoke, Bwana tusaidie na utufungue macho kwamba tukaone kwamba Bwana tunastahili kuondoka mahali hapa na kuelekea mahali ambapo Bwana wewe umepapenda, ambapo unataka ukatuinue, ambapo unataka kwamba ukatuweze kutujenga, ambapo unataka kutupanua, kupanua mipaka yetu. Bwana akajidhihirishe katika jina la Yesu Kristo. Wabariki wapendwa hao. Naomba kwa mikononi, Mungu, nenda kazungumuze nao, nenda kanene nao, nenda kajidhihirishe, nenda kashuke katika maishani mwao, ili kwamba Mungu katika Pasaka hii Bwana ukaweze kutembea, ukaponye palipo na ugonjwa, ukalete uzima, ukalete na afya, ukalete na amani, na mfalme pale ambapo wamefinyiliwa na pale ambapo wameshikiliwa pasipo kupenda, Bwana kajidhihirishe. Maana Mungu unasema niiteni na mimi nitaitika, nitafuteni maadamu napatikana. Tumekuita Mungu ukakutane nasi, tumekuita Jehova, tumekuita ewe mwenye enzi, tumekuita ewe mtakatifu, na Bwana Roho wako Mtakatifu wacha akakae juu yetu, ili Mungu tunapokaa na kutafakari jinsi ulivyotuzungumzia, jinsi unavyotaka tukaende, Mungu
akatusaidia Roho Mtakatifu ili tukaenende na tukafuate vile wewe Bwana unavyotaka, ili kwamba baraka ambazo umeziweka mbele yetu tukazipokee, tukazifurahie. Maana Mungu umetuahidi kwamba tunabaraka ama unataka kutubariki, na zile ambazo tumezianza kuzifanya kama ni biashara kama nini, Bwana kazifanikishe, ili Mungu tukakuone kwa pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu. Tunapoenda kutoa sadaka, Bwana bariki sadaka yetu, takasi kila mmoja aliyenayo, mbariki, ili kwamba Bwana utukufu na sifa kwa kurudia Bwana, katika jina la Yesu tumeomba, amen. Tukaweze kutoa sadaka.